Na hili limenijia na niruhusu niliongee kwa dakika moja au mbili. Binti ambaye anamcha Mungu, samahani kwa macho yangu leo, hakuko but kutakuwa. Sasa hivi binti ambaye anamjua Mungu ni mwanadada ambaye anajielewa. Ina maana kwamba ni mwanadada ambaye chochote kile ambacho anafanya anakiangalia ni kipi. Sio kila mahali ambapo watu wanaenda ataenda, sio kila jambo ambalo watu wanasema atalisema, sio kila mtu. Ni mwanadada huyo atakuwa mwepesi sana wa kuhusiana naye. Ina maana kwamba anaangalia picha kubwa zaidi, anapata lipi kwa uhusiano au ushirikiano au pale anapoenda. Ni mwanadada ambaye haswa wakati wake anapenda sana kutumikia kwa jambo maalum lile ambalo linaleta hususan kitu ambacho ni cha maana zaidi. La pili, ni mwanadada ambaye ni mcha Mungu, hivyo maana anasoma Biblia yake, anaomba, anaimba, hakuna wakati wake yeye tu kipekee kumjua Mungu. Utapata kwamba mwanadada huyo hatapendwa sana na wengi, hata kwa kipenzi cha watu, ila atakuwa ni mtu ambaye kuwa anapewa macho sana katika jamii, maana atakuwa na mfano ule ambao utakuwa unapendeka. Ila tu hapa duniani watu hawapendi ukweli, ina maana ni hivyo, hawapendi ukweli. Lakini ni binti ambaye anataka aiwache picha ambayo zaidi ya yote hususan leta ukweli wa Mungu, ya kwamba Mungu anaweza, ya kwamba Mungu ni mwema, ya kwamba Mungu anabadilisha, ya kwamba Mungu pia anaweza tupatia nafasi ile ya pili ili kumrudia. Ni mwanadada ambaye haogopi. Ina maana kwamba ile ambalo analijua ni la kweli, yeye hulisema, yeye hulitenda, na hususan anataka tu kusudi ambalo Mungu alikusudia yeye kulifanya humu duniani atalifanya. So mwanadada ambaye ananitazama leo hii, unaweza kuwa binti huyo, binti wa imani, binti ambaye atakumbukwa, binti ambaye ni wa kipekee, ni binti ambaye anamjua Yesu. Inawezekana.